Nitasema maneno yatauma kidogo, lakini ndio ukweli. Tuna mashule chungu mzima mpaka misikitini lakini mashule yote yale vitu ni viwili tu. Kwanza ni biashara, pili unalengwa mtihani. Zile marks kapata ngapi? Alama. Shule inakuja hivi, kuna mwenye shule, kuna uongozi wa shule, na kuna walimu, na kuna wanafunzi, na kuna wazazi. Haya mafungu matano yote hawayalingani sawa malengo. Nendeni mkachunguze huko. Malengo tofauti. Mwenye shule yeye ile kwake ni business. Mtoto wako kapasi, kafeli, kikubwa, anaingiza bei gani? Mwalimu uongozi yeye ni kuhakikisha shule ile ina perform vipi katika zile performance za kiserikali. Ndivyo kwa sababu ipate cheti. Walimu ni mshahara tu, pata mshahara wake inatosha. Jamani, ndio ukweli huko, kachunguzeni, sije mkanisingizia. Wanafunzi mtihani, nipate alama niende mbele. Mzazi yeye ndio ana malengo chungu mzima. Mtoto wangu amalize kusoma apate kazi. Yote hayao. Walikulli fardin min al-afradi wa asafa lahu daurun walakin la yuaddi. Ndio watu tunamwagika huku. Inatakiwa lengo liwe hili. Kila kitu kina kazi yake. Maanan wa hisa. Moja katika hasara tulizokuwa nazo ni kule kutojua kazi na muhimma za mambo au vitu vinavyotuzunguka. Hata mazingira kazi yake nini? Lazima ufike pahala ujue hivi kofia kazi yake nini, soksi kazi yake nini, watoto nimepewa kazi yake nini, mke mume kazi yao nini, imamu, shekhe, daktari kazi yao nini. Inaeleweka vizuri? Qur'ani tumeletewa nini muhimma. Waarabu wakisema neno muhimma wanajua wenyewe, wanasema annasu maadinu kama adini dhahabi wal fidda. Ukitizama sura sote sisi ni nini? Ni watu. Lakini unaambia kweli ni watu, lakini watu ni madini, kama vile madini ya dhahabu na fedha, ruby, white garnet, almasi, shaba, gypsum, kokoto. Annasu maadinu kama adini dhahabi wal fidda. Usiwachukulie watu wote kwa daraja, kila mtu ni madini, usiongeze usipunguze. Moja katika tabu tulizokuwa nazo, hatujui. Babangu alikuwa na maana anasema, tatizo la nyinyi watu wa sasa hamjui watu. Anzilun nasa manazila, watu wawekeni katika nafasi zao. Mmoja katika wanachuoni wana zamani kabisa anasema, walikulli fardin min al-afradi wa asafa lahu daurun walakin la yuaddihi. Anasema kila mtu katika watu, kila mmoja katika watu ana muhimma wake, ana kazi yake, ana umuhimu. Lakini anasema bahati mbaya
watu hawajijui. Mimi labda tuzungumze jambo moja, Kiswahili cha kisiasa. Mimi jukumu langu ni nini? Ndo muhimma. Muhimma ni nini? Ni jukumu. Lugha hiyo ya kisiasa inaeleweka kidogo Kila mtu katika watu ana jukumu lake. Bahati mbaya wale watu hawajui majukumu yao, na hata wanaoyajua yale majukumu hawatekelezi. Nini jukumu langu? Walikulli fardin min al-afradi wa asafa lahu daurun walakin la yadi. Jana nilipoalikwa huko kufuturu, nilikutana na walimu, kaka nao wakati tunafuturu, si huko mnakula huko mnaongea mwenzangu wewe nani? Mimi fulani. Wewe? Mimi. Kwa bahati nilizungukwa na walimu wengi wa sasa. Nikamwambia, hivi mnajua muhimma wenu? Jana Karim Jeba, mnajua nafasi yenu, umuhimu wenu katika jamii na jukumu lenu kwa Mwenyezi Mungu na hii jamii na wenzenu? Tukajaribu kubadilishana mawazo kidogo. Basi nikapewa baadaye tunaweza kukutana. Nataka kutoa mfano mdogo tu. Leo mimi na nyinyi wote tuna watoto, wachache wasiokuwa na watoto. Hivi jukumu letu kwa watoto tunalijua? Moja. Je, tunatekeleza? Pili. Kwa kiwango gani? 3. Dunia nzima leo inapiga kelele kutokana na mmomonyoko wa maadili. Sababu yake wazazi wengi hatujui jukumu letu kwa wanetu, na kama tunajua hatutekelezi kwa kiwango kitakiwacho. Ndio vinaandikwa mpaka vitabu, mmomonyoko wa maadili, serikali inaingia humo, sijui, na bado tunashindwa. Mbaya zaidi, watoto wetu wala tukai nao, tunawapa hao nilikutana nao jana. Labda Jumapili kidogo, tena kwa bahati mbaya tena, yani wote sisi tukiamka asubuhi tunawaamsha watoto wetu, tunawaosha, tunaenda kuwapeleka kwa wenzetu. Haya, na hela tunawapa, na hao wanaowalea, haya, nendeni huko. Mpaka jioni wanarudi, kesho tena, haya, nendeni. Wanarudi jioni, kesho kutwa, haya, siku 360. Labda kama umekaa na mtoto wako ukipiga zile hesabu za zile term, wiki, sijui miezi 3 likizo ya wiki 2, sijui wiki 2 tena, unakuta kama labda miezi 2 tu au mwezi mmoja ndio umekaa na mwanao. Na sisi na wale walimu hatuna hata mulahaka wa kuulizana, vipi hapa? Kuna tatizo kubwa sana.